Dada mmoja ameniuliza swali hapa, anasema dokta, ngoja nilifaa swali lake. Anasema hello dokta, habari. Kanambia dokta, lina swali, wakati wa kufanya mapenzi mwanaume asipokojoa shida inakuwa nini? Hili lilikuwa ni swali namba moja. Aliuliza maswali mawili. Anasema wakati wa kuweza kushiriki tendo mwanaume asipokojoa shida inakuwa ni nini? Ni swali ambalo liko complicated sana. Always mwanaume kutokukojoa kuna vitu viwili mpaka vitatu. Cha kwanza ni matatizo ya kisaikolojia. Huenda kuwa na changamoto ya uchumi, huenda kuwa na stress, ana msongo mkubwa wa mawazo, ana changamoto za kifamilia. Mambo ni mengi ambayo yanaweza kumuathiri psychologically, kwamba yuko pale kimwili lakini kiroho na kimawazo hayuko pale. Kwa hiyo yuko pale kwa ajili ya kuweza kukuridhisha wewe. Lakini pia namba mbili, kuna uwezekano mkubwa huyu mwanaume hana hisia na wewe. That's why anashindwa kuweza kufika katika mshindo ipasavyo. Though ni nadra sana kwa sisi wanaume kushindwa kufika mshindo. Most of the time hizi ni kesi ambazo zinatokea kwa wanawake. Lakini ukiona mwanaume anatumia nguvu kubwa na anashindwa kufika, kuna wengine paka huwa wanaishiwa nguvu, zinaisha inabidi tu waishie njiani. Kuna uwezekano mkubwa huyu mwanaume hana hisia na wewe. Kitendo cha kukosa hisia na wewe lazima kutakuwa kuna visababishi. So kuna tips za kuweza kuangalia kwa nini huyu mwanaume amekosa hisia na mimi. Huyu mwanaume ana matatizo gani ya kisaikolojia ambayo yanaweza kumpelekea paka ashindwe kuweza kukojoa. Narudia tena, kwa mwanaume is not easy. Ni rare cases sana kukuta mwanaume anashindwa kufika mshindo. Lakini most of the cases ni wanawake wengi kushindwa kufika. Lakini ukiona kwa mwanaume anapatwa na hali kama hii, it's a big complicated issue. Lakini pia kingine ambayo inaweza kuwa ni one of the reason, udada akauliza au kuna uwezekano mkubwa nina shida ya maumbile mapana. Hebu dokta, naomba unisaidie, kama na maumbile mapana naweza nikafanyaje? Kwa hiyo issue ya maumbile mapana inawezekana, lakini psychologically naweza nikaipa 20% tu. Which means mwanamke mwenye maumbile mapana pia, mwanaume akiwa mbunifu, anaweza akafika mshindo pia wa hali ya juu. Naitwa Dr. Kuboja.